Hello, shalom. Tanzania tunakwenda kununua umeme kutoka Ethiopia. Kama sijasahau au sijasikia vibaya au sijaelewa vibaya. Nimekuwa nikitafakari jambo hili kidogo. Nimetafakari hivi na hivi. Lakini nikakumbuka kwenye historia. Nikapaswa nivute mkanda wa historia. Ethiopia walipata uhuru mnamo mwaka 1942. 1942. Ndipo uhuru hao ulipotambuliwa rasmi. Lakini kwetu sisi uhuru wetu ni kwenye miaka ya 60 kama mnavyoelewa, 61 hivi 62. 61 anyway. Kwa hiyo ukifanya hesabu kwa haraka utaona kwamba Ethiopia wako mbele sana yetu katika kuwa huru, kuwa taifa huru. Na kama liko mbele sana kwa Tanzania katika kuwa huru, basi obvious kuna mambo wanatutangulia kuwa nayo. Obvious kuna mambo wanatutangulia mbele katika kuwa nayo kama taifa. Naposema mambo labda niseme kwa masuala ya teknolojia haya. Mimi ni mawazo yangu hayo, nasema ni mawazo yangu tu, ni fikira zangu hizo. Kwa masuala ya teknolojia na kadhalika na kadhalika. Sasa kwa swala kama la umeme, wataalamu wanavyoelezea ni kwamba inawezekana ikawa bora kutoa umeme Ethiopia kuja Tanzania kuliko kutoa Tanzania kuingia Tanzania mara fulani. Kauli hiyo au maelezo hayo ni maelezo ya kitaalamu sana. Ni maelezo ya kiufundi sana kwa masuala ya habari za umeme. Ukifikiria kwa haraka unaweza kufikiri kwamba yani Ethiopia tutoe umeme unge Tanzania iwe bora kuliko kutoa Tanzania kuingia Tanzania. Naona kama ni kitu ambacho hakiwezekani, ni hesabu ambayo haiwezekani. Lakini kwa wataalamu wa habari hizo wanasema kwamba teknolojia inayoweza kutumika kutoa umeme Ethiopia kuja kwetu Tanzania inaweza ikawa cheaper, ikawa bora, ikawa nzuri. Manake sasa teknolojia watakayotumia either nadhani wa Ethiopia kutoa kule kuja Tanzania inaweza ikawa bora kuliko kutoa Tanzania kuja Tanzania. Sasa pale kuna mambo ya kiufundi sana. Yani tuwaweza kujikuta inakuwa bei, inakuwa rahisi, inakuwa vyepesi kutokana na teknolojia itakayo kwenda kutumika. Kutokana na teknolojia ya kusafirisha umeme itakayo kwenda kutumika. Hapo ndipo kuna swala la msingi hapo. Hapo ndipo kuna swala la msingi sana hapo. Hoja ya msingi iko pale. Ni teknolojia ipi itakayo kwenda kutumika kusafirisha umeme kutoka Ethiopia kuja Tanzania kuliko Tanzania kuja Tanzania. Maana yake nini? Yawezekana kwetu Tanzania tukawa na teknolojia ambayo haiko cheaper, haiko rahisi kusafirisha umeme kuliko wa Ethiopia kutoa Ethiopia kuja Tanzania. Ni mawazo yangu tu. Mawazo yangu na natafakari hayo. Lakini hoja ya msingi pia inakuja pale kwamba miaka yote hiyo hata kama tumepata uhuru baada yao kwa miaka mingi kidogo,
Lakini sasa wasomi wetu Tanzania kweli miaka yote hiyo hawajawa na uwezo wa namna hiyo kuweza kusafirisha umeme katika mfumo huo ambao ni chipa kuliko kutoa Tanzania kwenda Tanzania. Hilo ni jambo lingine sasa. Hilo ni jambo lingine. Mara kwa mara nimekuwa nikihamasisha Watanzania wenzangu kwamba tuliombee taifa la Tanzania. Tuliombee sana. Tusikalie maneno hivi na porojo hizi na hivi. Tuliombee taifa la Tanzania. Na haya ni masuala pia ya kuombea. Ya kulikabidhi mbele za Bwana Tanzania, tukaliombea na kuiombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukishafanya maombezi ya kuliombea taifa, basi busara na hekima na maarifa zitashuka zaidi, hata kwa wasomi wetu hawa, hata kwa serikali yetu, hata kwa nchi yetu. Nchi tutakaa salama. Kwa maneno haya, nadhani niseme kwamba tuamini wasomi wetu Tanzania, tuamini wataalamu wetu, tuamini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sidhani kwamba itapotoka kiasi hicho serikali yetu. Kuna masuala bila shaka ambayo wanayaona, wanazingatia. Tuliombee taifa la Tanzania. Tuombee serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika jina la Yesu. Amen. Asante.